Nchi ya Israel ni nuclear power, yani wanamiliki nuclear. Hiki ni kitu ambacho watu wengi sana huwa wakifahamu, na siku hii ya leo nikasema nije nielezee safari ya Israel ya kumiliki nuclear ilikuwaje, na walianza kuzimiliki lini, na walipitia mambo gani mpaka wakaweza kuwa na silaha za nuclear. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Safari ya nchi mbalimbali kumiliki silaha za nyuklia ilianza mwaka 1945, Marekani ilipokuwa nchi ya kwanza kumiliki silaha za nyuklia. Ilipofika mwaka 1949, Warusi na umoja wao wa Soviet wakawa ni wa pili kumiliki silaha za nyuklia. Ilipofika mwaka 1952, Mwingereza akawa wa tatu. Ilipofika mwaka 1960, Mfaransa akawa wa nne kumiliki silaha za nyuklia. Sasa wakati Mfaransa akiwa katika utengenezaji wa silaha zake za nyuklia, Mwisraeli naye akaona kwamba kuna haja ya wao pia kuwa nuclear power. Kipindi hicho kama nilivyosema, Mfaransa ameanza kumiliki nyuklia mwaka 1960. Kipindi hicho tayari walikuwa na ukaribu wa hali ya juu na wa Israel. Na ukaribu huu ulianza miaka ya 50, Ufaransa na Israel. Miaka ya 50 walikuwa na ukaribu sana kiasi kwamba mpaka waliweza kushirikiana katika ile vita ya mwaka 1956, vita ya Suez Canal, walipoenda kuivamia Egypt kwa ajili ya kutaka kuchukua control ya mfereji wa Suez. Waliungana Mfaransa, Mwingereza na Israel. Hii kitu ilimkasirisha sana Marekani. Ilifikia hatua Marekani mpaka akataka kuwekea vikwazo vya kiuchumi. Hawa ni washirika wake, lakini walienda na kuanzisha hii vita pasipo kumtonya, kitu kilichomkera sana. Kwa sababu gani hawakumtonya? Kwa sababu Marekani alikuwa na maslahi tofauti na wao. Wao walikuwa wanataka Suez Canal, Marekani yeye alikuwa anataka Egypt iwe upande wake, isiwe upande wa Warusi. Kipindi hicho Egypt ilikuwa ikiongozwa na Gamal Nasser, alikuwa ni mzalendo kwa kweli asiyetaka wakoloni. Kwa hiyo aliipeleka Egypt mikononi mwa Warusi. Sasa Marekani alikuwa anataka kutokuwa na mabavu kwa Gamal Nasser, ili Gamal Nasser aweze kuipeleka Egypt mikononi mwake. Hili likashindikana, lakini baadaye Egypt ikaingia mikononi mwa Marekani mpaka sasa hivi. Sasa basi, huu karibu kati ya Mwingereza, Mfaransa pamoja na Israel ukafanya Israel aweze kufaidika. Israel alihakikisha kwamba anatumia hiyo chance ili na yeye aweze kupata nuclear. Kwa hiyo Israel akaanza kuongea na Mfaransa, tutengenezeni nuclear. Mfaransa akaanza michakato ya kumtengenezea Israel nuclear reactor yao ya kwanza. Wapi? Pale Israel, katika mji wao wa Dimona. Huu ni mji ambao umejaa Wayahudi weusi kama mimi na wewe wengi. Wakati haya yanaendelea, Marekani alifichwa, alikuwa hajui kitu. Kwa hiyo Marekani kupitia majasusi wake wakaanza kunasa bwana udambi kwamba mbona kuna mambo yanaendelea kati ya Israel pamoja na Mfaransa. Tunaona kuna mambo kama ya kijeshi hivi. Majasusi wakaendelea kuchunguza. Katika kuchunguza wakagundua kwamba kuna kitu tunakiona kinajengwa pale Israel Dimona. Tunaona kama vile ni kitu cha kijeshi. Basi viongozi wa Marekani wakaanza kuuliza viongozi wa Israel kwamba jamani, mbona pale tunaona kama kuna kitu kinajengwa hapo Dimona, ni nini? Israel wakawaficha wa Marekani, wakamwambia ile ni textile, umeona. Basi wa Marekani wakasema yani kwa hiyo ni kiwanda tu hiki cha textile? Ndio basi. Haya, wa Marekani wakasema basi sawa, endeleeni. Watu wakaendelea. Marekani wakasema lakini hii textile gani hii? Mbona inaonekana hapa ni kuna mambo ya kijeshi? Wa Marekani wakaendelea kuwabana wa Israel. Basi wa Israel walipoona hapa tunabana sana na Marekani, majasusi wao ni wazuri, lazima tu watakuja kugundua, wakakiri kwa Marekani kwamba bwana, sisi tunatengeneza miundombinu ya nuclear, lakini itakuwa ni kwa ajili ya nuclear za kibinadamu, si kwa ajili ya matumizi ya silaha. Watu wote ndio wanavyosemaga hivyo wakianza kutengeneza nuclear. Kwa hiyo Marekani akasema haiwezekani, hamtakiwi kuwa na nuclear. Hivyo kwa wakaanza kulumbana wa Marekani pamoja na Waisraeli. Kwa Marekani ni heri wa kulinde wao na nuclear zao kuliko kuwa na nuclear, kwa sababu hakuna superpower ambayo inataka nchi nyingi ziwe na nuclear. Kwa hiyo wote huwa wapendi katika swala zima la nuclear, huwa wanaungana, wa Marekani, Warusi, wa China, umeona. Basi
Kwa hiyo Israel akasema hizi ni nuclear kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu. Marekani akaendelea kuzifuatilia. Marekani akaendelea kuona hapana, kwa hiyo huwezi kumdanganya kitu Marekani, kwa sababu kama hivyo nilivyosema, ana majasusi na Israel ni ndogo, kuingia na kufanya uchunguzi ni rahisi kwa Wamarekani. Umeona? Kwa hiyo Wamarekani wakabananisha, mwisho wa siku Israel wakaja kukubali kwamba bwana, ndio tunatengeneza nuclear, lakini ni nuclear sawa za silaha hivi na hivi. Unaona? Kwa hiyo ikawa sasa mvutano ukawa ni mkubwa, kama mvutano mnaoona sasa hivi kati ya Marekani na Iran, jinsi wanavyokaa vikao hivi na hivi, na kama mnavyoona sasa hivi jinsi ambavyo Iran na Marekani walivyokuwa wanapelekeshana. Iran wanakuambia nuclear kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu hivi na hivi. Umeona? Hii ndio ilivyokuwa safari ya Israel ya kumiliki nuclear, na wenyewe ilikuwa ni hivi hivi, kwa wanakaa vikao hivi na hivi. Marekani anajitahidi kufanya diplomasia kama anofanya diplomasia sasa hivi kwa Iran, akawa anafanya pia na kwa Israel. Kwa mwisho wa siku wakakaa chini na kukubaliana kwamba basi sawa, tayari mna nuclear. Hapa cha msingi basi msaini mkataba, na huu mkataba waliosaini unaitwa Policy of Ambiguity. Umeona? Yaani maana yake ni kwamba ni mkataba unaowataka wa Israeli kuto kukubali au kukataa kama wana silaha za nuclear. Ndio maana hamwezi kuwasikia viongozi wa Israel wakakubali hadharani au wakaongelea hata habari za nuclear zao hadharani, wakasema labda sisi tuna au wakasema tutakupigeni kwa nuclear. Umeona? Huwezi kusikia kitu kama hicho. Lakini mwaka juzi kuna waziri mmoja alilopoka, lakini walikanusha haraka sana. Fikiri walipokea Hamas kitu kama hicho. Walikanusha haraka sana. Ni kutokana na hii sera au mkataba waliosainishwa. Hawataki kukubali wala hawataki kukataa kama wana nuclear, lakini pia hawataki kutest nuclear zao hadharani. Kwa hiyo kuwasubiri kuwaona wana test nuclear, utasubiri sana, labda mkataba uvunjike. Japo pia kuna sheria za kutest nuclear, na hii sheria inaitwa Nuclear Test Ban, iliandaliwa miaka ya 60, na hii sheria ilisainiwa na Wamarekani, Warusi, nafikiri pamoja na Uingereza, ambayo inasema kwamba nuclear zinatakiwa zitestiwe chini ya ardhi, yani underground. Zisitestiwe hadharani, zisitestiwe katika maji. Umeona? Zitestiwe chini ya ardhi. Ndio maana katika hizi nchi ambazo huwa zinahisiwa za nuclear, mfano Iran huwa kuna matetemeko ya ardhi huwa yanatokea, watu wanakuwa wanasema watu wana test nuclear. Umeona? Kwa hiyo Israel wakawa wanatakiwa kwamba wakitest nuclear wasitest hadharani, watu wasijue kama wana test nuclear, watu wasijue kama wana nuclear, wasikubali kwamba wana nuclear, wakiulizwa wasiwe na jibu la ndio au hapana. Umeona? Kwa hiyo haya ndivyo yayoendelea, na hii ndio situation ya Israel kwenye swala zima la nuclear. Sasa kuna watu watajiuliza, je, Israel kumiliki nuclear ni sawa? Israel wamezungukwa na nchi ambazo ni maadui zao. Umeona? Na Waarabu na Israel hawapatani. Kwa hiyo kila mtu anamuona mwenzie adui. Umenielewa? Kwa hiyo njia pekee, na ana ardhi kadogo sana. Israel kama Dar es Salaam pengine. Njia pekee yeye kujilinda na wale waliomzunguka ambao ndio wako wengi, Wayahudi wako wachache. Njia pekee kujilinda ni nuclear. Maana yake ni kwamba Waarabu siku kutaka kuipiga Israel, watafikiria mara mbili kuilipua yote. Kutokana kwamba ukilipua yote na maana utalipua na zile nuclear, kitu ambacho kitaleta madhara Mashariki ya Kati nzima. Kwa hiyo watafikiria mara mbili kulipua yote. Kwa hiyo iko ndo kitu pekee ambacho kinawafanya Israel wajilinde na wahakikishe taifa lao linaendelea kuexist. Lakini je, Israel kusimama kidete ili Iran isiwe na nuclear ni sawa? Si sawa. Umenielewa? Kwa sababu kama wenyewe pia waliweza kuwa na nuclear kwa kuvunja sheria, kwa kukataa kusaini mkataba wa NPT na kutaka kumiliki nuclear, na waligoma kabisa kuacha kumiliki nuclear, wakalazimisha mpaka wakaweza kumiliki nuclear, hakuna sababu ya wao kuwakataza wenzao kumiliki nuclear, kwa sababu hata Iran pia nao wanataka kujilinda, na wao pia wamezungukwa na maadui, ambaye adui wao mmoja wapo ni Israel. Kwa nao wana haki ya kutaka kujilinda. Kwa hiyo kama wewe unamiliki, hata Iran pia atataka naye kumiliki. Kwa hiyo mimi naona wote ni sawa tu wamiliki ili wajilinde, lakini pia kama watu wanataifisha wataifishe
wote, Israel pamoja na Iran.